Bwana, issue ambayo ina trend sasa hivi ni kuhusiana na mashabiki wa Yanga pamoja na viongozi, na maanisha uongozi mzima wa klabu ya Yanga kuwa na msimamo ule ule wa kutokupeleka timu endapo tarehe ya dabi itatangazwa. Na hii ni taarifa ambayo sio nzuri kwa sababu inaweza kwenda kuathiri vitu vingi sana ambavyo vinakwenda kutokea hapo mbeleni, kwa sababu bodi ya ligi wao wameamua kwamba watatangaza tarehe nyingine ambayo mchezo huo utachezwa. Lakini nilisikia juzi kauli ya bodi ya ligi wakisema kwamba wanatumia zaidi busara kuliko kanuni ambazo pengine watu wanazililia, lakini endapo tutafuata kanuni hakuna timu ambayo ingepona kwenye mambo mbalimbali ambayo yanaendelea sasa hivi, kwa sababu ukiangalia kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika na hivi vilabu vyetu vikubwa vya ubabaishaji, lakini watu huwa wanatumia tu busara na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo wao wenyewe wameamua kutumia busara na si kanuni kama ambavyo watu wengi wanatamani kanuni zifuatwe. Endapo kanuni zitafuatwa, basi kuna vilabu ambavyo vitashuka daraja kwenye hasa hivi vilabu ambavyo ni vikubwa vya sasa hivi. Na juzi tulisikia tu kauli ya Wallace Karia akizungumza kuhusiana na klabu ya Yanga kuweza kushinikiza kwamba bodi ya ligi jiuzulu, na yeye mwenyewe akadai kwamba wao wenyewe pia wanatakiwa kujiuzulu kwa sababu wana mapungufu mengi sana ndani ya klabu yao. Na kabla ya kuangalia kwa mwenzio, angalia kwako kabisa kama kuna ungua na wewe unasema kwamba watu wakazime moto sehemu nyingine. Kwa hiyo ni hizo zilikuwa kauli za Mheshimiwa Wallace Karia, na tukamsikia Haji Manara akizungumza akisema kwamba Wallace hafai kabisa kuwa rais. Tumemsikia akitoa matamko kadhaa, lakini ni namna tu ambavyo kila mtu anaweza kuwasilisha hisia zake, lakini maamuzi rasmi ya bodi ni kwamba tarehe nyingine itatangazwa, lakini bado hawajatoa tamko lolote kuhusiana na tarehe hiyo na ni lini basi mchezo huo unakwenda kupigwa. Na mashtaka ambayo ameshtakiwa na Yanga kule CAS bado anasema hawajapata ripoti yake, kama hawajaitwa kutoa ufafanuzi na vitu vingine. Kwa hiyo tukiitwa kutoa ufafanuzi tutatoa. So unaonaje, ili vuguvugu litaishia wapi? NTV.